Prince Mohammed bin Salman, mwana wa mfalme wa Saudi Arabia, anajulikana kwa maisha yake ya anasa na kuvutia macho kwa maonyesho ya kuvutia ya utajiri. Miongoni mwa mali zake za kifahari zaidi ni ndege zake binafsi kama vile Boeing 747 BBJ na Gulfstream G450. Kila kipengele cha ndege hizi, kuanzia viti vya ngozi vilivyotengenezwa kwa mikono vinavyotoa starehe ya kimbingu hadi injini za Rolls-Royce TMK Bas na taxi ambazo hufanya kazi kwa sauti laini, zimeundwa kukufanya usahau kuwa unaruka na ufikirie kuwa unateleza angani kwenye makeka wa kichawi. Tuanze na kampuni ya ndege ya Prince Salman. Kuzuka kwa Riyadh Air kunawakilisha hatua muhimu katika usafiri wa anga, ikiongozwa na maono ya mwana wa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, anayejulikana kwa jina la MBS. Ilipotangazwa mnamo Machi 2023, Riyadh Air sio tu kampuni ya ndege zaidi, bali ni kiini cha maono ya 2030 ya Saudi Arabia, mpango wa kina unaolenga kubadilisha uchumi wa nchi hiyo kwa njia ya kuvutia hata visima vya mafuta vinavyotamaniwa zaidi vingeshanga. Akiongoza juhudi hii ni Yasser Al-Rumayyan, gavana wa hazina ya uwekezaji wa umma PIF, ambaye pia anashika nafasi ya mwenyekiti. Yasser ni mtu muhimu katika uboreshaji wa uchumi wa Saudi Arabia, akiendesha mkusanyo wa kuvutia wa PIF wa dola bilioni 100, kiasi ambacho kinaweza bila kuzidisha kununua mataifa nzima. Uongozi wake unahakikisha kuwa Riyadh Air ina msaada wa kifedha na mkakati unaohitajika kufikia nafasi ya kimataifa katika usafiri wa anga. Zaidi ya hayo, kuna Tony Douglas, mkurugenzi mtendaji mwenye uzoefu wa Riyadh Air, ambaye kazi yake katika sekta ya ndegeni ya kuvutia sana hivi kwamba ingestahili tuzo ya maili alizokusanya tu kwa kutajwa. Kabla ya kuchukua uongozi wa Riyadh Air, Douglas alikuwa mkurugenzi mtendaji wa Etihad Airways, ambapo alikuswa ujuzi mkubwa sana katika usimamizi wa kampuni kubwa ya ndege hivi kwamba angeweza kuwafanya hata wasafiri wenye uzoefu zaidi kuonekana kama wapya. Ujuzi wake na maono yake ni muhimu kwa kuiongoza Riyadh Air kuelekea malengo yake ya kuvutia. Kwa msaada usiozaga wa MBS na rasilimali karibu zisizo na kikomo za PIF, Riyadh Air imejengwa kwenye msingi thabiti na wa matumaini wa kifedha. Kifurushi cha vita cha dola bilioni 600 cha PIF kinahakikisha kuwa kampuni ya ndege ina rasilimali za kuwekeza katika ndege za kisasa za hali ya juu, teknolojia ya hali ya juu na huduma bora za kimataifa zinazoweza kufanya hata makampuni makubwa ya anasa ya Ghuba kama vile Emirates, Qatar Airways na Etihad kuonekana kama makampuni ya ndege ya bei rahisi. Riyadh Air inatarajiwa kuzalisha zaidi ya ajira 200,000 moja kwa moja na posho, ikitoa msukumo muhimu kwa uchumi wa ndani. Uzalishaji huu wa ajira haujikita tu kwenye kampuni ya ndege yenyewe, bali unaathiri sekta mbalimbali kama vile utalii, ukarimu na usafirishaji. Athari ya domino ya shughuli za Riyadh Air itahisiwa katika uchumi wote wa Saudi, ikichangia kwa ukuaji na maendeleo yake kwa ujumla. Mojawapo ya vipengele vyenye kutokeza zaidi vya Riyadh Air ni mchango wake unaotarajiwa kwa ukuaji wa PIB isiyo ya mafuta ya Saudi Arabia. Kampuni ya ndege inatarajiwa kuongeza dola bilioni 20 kwa PIB isiyo ya mafuta ya nchi hiyo. Hii inasisitiza umuhimu wa Riyadh Air katika juhudi za kupanua uchumi wa Saudi Arabia. Kwa kupunguza utegemezi wake kwa mapato ya mafuta, Saudi Arabia inatafuta kujenga uchumi endelevu na thabiti zaidi, ambapo kuruka juu sio tu mfano bali ukweli. Dhamira ya kimkakati nyuma ya Riyadh Air haijikiti tu kwenye ukuaji wa kiuchumi, bali inalenga kubadilisha Saudi Arabia kuwa Beyonce wa ulimwengu wa usafiri wa anga, mwenye fahari, mwenye ushawishi na asiyehitajika kabisa. Kwa kuguza Riyadh kuwa kituo kikuu cha kimataifa, kampuni ya ndege inapanga kuvutia wasafiri wa biashara, watalii na wawekezaji kutoka kila kona ya ulimwengu. Hii haitakuza tu uchumi wa ndani kwa kiasi kikubwa, bali pia itampa Saudi Arabia umaarufu muhimu katika tasnia ya kimataifa ya usafiri wa anga. Mnamo Oktoba 2022, Riyadh Air ilionekana kwenye mazungumzo ya hali ya juu na Airbus, ikijadili ununuzi wa angalau ndege
ndege chari za aina ya Airbus A350. Kulingana na Simple Flying, hatua hii inaonyesha juhudi za kampuni ya ndege kwa kununua ndege bora zaidi kwenye soko, kama vile kuchagua farasi bora zaidi kwa kikosi cha farasi cha kifalme. Airbus A350 inayojulikana kwa uwezo wake wa safari ndefu, ufanisi wa mafuta na aerodinamiki ya kisasa ni bora kwa kampuni ya ndege yenye matarajio makubwa kuliko ndege kubwa ya jumbo. Lakini subiri, kuna zaidi. Riyadh Air haijazingatia tu Airbus, wana pia siri za ahadi za kuvutia na Boeing. Ingawa maelezo ya mazungumzo haya yanabaki siri, ukweli kwamba Airbus na Boeing wote wanahusika unaonyesha matarajio makubwa ya Riyadh Air ya kukusanya teknolojia ya hali ya juu zaidi ya ndege. Kununua kwa ndege kwara za Airbus A350 kunawakilisha athari kubwa. Fikiria athari ya bomba inayotoka kwenye kina cha bwawa. Uchaguzi wa ndege ni hatua muhimu kwa kampuni mpya ya ndege kama Riyadh Air. Ni kama kuchagua fimbo kamili kwenye duka la Oliveras. Kipengele muhimu cha kujenga utambulisho wa chapa imara, kuhakikisha ufanisi wa uendeshaji na kushinda faida ya ushindani. Kwa kuchagua Airbus A350, Riyadh Air inatuma ujumbe wazi kwa dunia: tuko hapa kutoa uzoefu wa daraja la dunia ambao utakufanya usahau hata kuwepo kwa mtikisiko. Maendeleo ya ndege za Riyadh Air yanafanana na mkakati wake wa kuwa kituo cha kimataifa kwa lengo la kufikia zaidi ya marudio santot ya kimataifa kufikia mwaka 2030. Utuzi wa ndege za masafa marefu na milipana kama Airbus A350 ni muhimu. Ndege hizi zitairuhusu kampuni kufanya safari za moja kwa soko kuu la kimataifa, kupanua uunganishaji wake na kuvutia kwa kasi zaidi kuliko kusema maili za uaminifu. Upanuzi wa ndege za Riyadh Air unazidi kununua ndege tu. Ni kuhusu kujenga ndege ngumu na zinazoweza kubadilika, zinazoweza kusaidia mipango mikubwa ya ukuaji wa kampuni. Uchaguzi wa ndege za hali ya juu kama Airbus A350 na uwezekano wa ushirikiano na Boeing unaonyesha ahadi ya Riyadh Air kwa ubora wa uendeshaji, starehe ya abiria na uendelevu. Boeing 747 BBJ, ndege ya kifalme ya Boeing 747 BBJ ya Prince Salman, ndege ya kifalme ya Boeing. Kimsingi ni toleo la kuruka la hoteli ya nyota 5, ikiwa na anasa zote unazotarajia kutoka kwa mtu anayefikiria daraja la kwanza kama kawaida. Wakati Prince Mohammed bin Salman wa Saudi alipotembelea kiwanda cha Boeing huko Seattle mwaka 2005, hakuwa tu kwa ajili ya kushangaa ndege kubwa na zinazong'aa. Yeye pengine alikuwa akifunga mikataba na kubadilishana kadi za biashara kwa kasi ya kushangaza. Ikulu hii ya angani ina vyumba vingi vya faragha vilivyoundwa kutoa starehe na faragha ya juu zaidi. Suite kuu ni kitu cha thamani, ikiwa na kitanda kikubwa cha aina ya king, vitanda vya hali ya juu na samani maalum zinazotia utajiri. Yeye ana hata bafu binafsi, yani bafu ya kawaida, kaunta za marumaru na viwango vya juu vya ukarabati, ikitoa uzoefu wa hoteli ya nyota 5 kwa urefu wa futi 3. Kwa kweli, ni rahisi kusahau kuwa uko kwenye ndege na kujiuliza kwa nini sakafu inaonekana kuwa mbali sana. Maeneo ya pamoja ya ndege hiyo ni mapana na yamepambwa na vyumba vya kupumzika vya kisasa, viti vya ngozi vya kifahari, kabati zilizotengenezwa kwa kipimo na mapambo ya kifahari sana, hata kauri nzuri zaidi ya bibi yako zingeonekana kuwa hazifai. Maeneo haya ni bora kwa kupumzika, kujumuika au hata kufanya mikutano isiyo rasmi, ambapo mskosko pekee utakuwa kuamua ni vitafunwa vipi vya kujaribu baadaye. Na hatuwezi kupuuza eneo la kula la kipekee, ambapo vyakula vya hali ya juu hutayarishwa na wachezaji wa vyakula kwenye ndege. Meza ya chakula inaweza kuchukua hadi watu chotaz, ikiwa imezungukwa na viti vizuri sana ambavyo unaweza hata kufikiria kuguza eneo hilo kuwa chumba chako kipya cha mikutano unachopenda. Kwa taa na mapambo ya kifahari, mazingira ni kamili kwa hafla yoyote, kuanzia kifungua kinywa cha biashara hadi vitafunwa vya usiku. Bila shaka, majukumu ya kitaaluma hayakomi hata kwa urefu wa futi 4. BBJ ina chumba cha mikutano cha kisasa zaidi kilichojazwa na teknolojia ya hali ya juu ya mawasiliano na uwasilishaji. Fikiria kushiriki kwenye mazungumzo ya video na mtu ambaye hata hajui kuwa unapumzika angani, ukifurahia kinywaji kisicho na pombe. Burudani kwenye ndege ya BBJ
televisheni ya kuvutia pia. Televisheni za skrini kubwa, mifumo ya sauti ya kuzunguka na maktaba kubwa ya filamu, muziki na michezo huhakikisha kuwa hakuna nafasi ya kuchoka. Abiria wanaweza kujishughulisha na vipindi vyao vya kupenda au kujitolea kwa michezo ya kuvutia wakati wakiwa juu ya mawingu. Uunganishajini wa kiwango cha kimataifa na mifumo ya mawasiliano na uabiri wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na mawasiliano ya satelaiti na interneti ya kasi ya juu. Usalama na ulinzi ni vipaumbele vya juu kwenye BBJ ya Prince Salman. Inategemea teknolojia za kisasa zaidi kama mifumo ya rada ya kizazi kipya na milango ya vyumba vya abiria iliyoimarishwa. Hatua za usalama wa hali ya juu zinahakikisha kuwa wote walio ndani wanalindwa na kuifanya kuwa mojawapo ya mazingira salama zaidi kuwemo wakati wa safari kuzunguka ulimwengu. Kwa uwezo wa kufikia meli za bahari Atajan, hii ndege ya kifahari inaweza kuvuka mabara bila kusimama na kuifanya safari za kimataifa ziwe rahisi na zenye ufanisi. Na bei ya anasa hii, kitu kama dola za Kimarekani milioni 200 hadi 300, kutegemea kiwango cha ubinafsishaji. Bei nafuu, sivyo? BBJ ya Prince Salman ilibinafsishwa kwa makini ili kufanana na mtindo wake na maelezo ya muundo na vifaa ambavyo huifanya kuwa ya kipekee angani. Kwa ufupi, Boeing 747 BBJ ya Prince Salman inatoa kiwango cha anasa ambacho hufanya daraja la kwanza kuonekana kama kawaida, iwe kwa ajili ya kupumzika au kufanya mikutano ya kibiashara. Hii ndege ya kifahari inatoa uzoefu wa safari ya anga usio na kifani, ukiwa wa starehe na mzuri. Prince Salman hakujizuia kuwa na ndege moja tu yenye kuvutia. Tafakari yake ya kufikia kiwango cha hali ya juu ilimfanya apate ndege nyingine ya kifahari, Boeing 787 Dreamliner. Prince Mohammed bin Salman alipanda Boeing 787 Dreamliner baada ya ziara ya siku 2 huko Islamabad mnamo Februari 2019. Boeing 787 Dreamliner ya Prince Salman sio ndege tu, ni ikulu ya angani yenye anasa na vifaa vya teknolojia ya hali ya juu. Ni kazi bora ya usafiri wa anga ambayo haipingi tu mvuto, bali pia viwango vya kawaida vya usafiri wa anga. Kwanza, wacha tuongelee kuhusu muundo wa nje. Fikiria ndege yenye urembo na aerodinamiki ambayo inaweza kumfanya hata mwewe aone wivu. Muundo wa fuselage uliojengwa kwa vifaa vya kisasa vya kompoziti, haswa polima iliyoimarishwa kwa nyuzi za kaboni, ni nyepesi kuliko keki ya ugali ya bibi yako na yenye ufanisi wa mafuta zaidi kuliko gari la mseto katika safari ya utulivu. Uchaguzi huu mzuri wa vifaa huruhusu Dreamliner kufunika masafa ya kuvutia bila ya kusimama kwa kujaza mafuta, bora kwa safari kote duniani bila kusimamishwa. Nembo ya kifalme inayotangazwa kwa fahari kwenye mkia haiachi shaka juu ya nani anayetawala anga kwa urefu wa futi 3.7. Ni kama ndege ikiwa amevaa suti ya hali ya juu yenye nembo ya kifalme badala ya kifaa cha kawaida. Sasa tuangalie madirisha haya. Boeing 787 ina madirisha makubwa zaidi yaliyowahi kuonekana kwenye ndege ya kibiashara. Sio madirisha ya kawaida, ni skrini za panorama za kupendeza za kuangalia mawingu, zikiwa na teknolojia ya kufifisha kwa umeme. Chini ya mwonekano huu wa kuvutia, kuna injini za Rolls-Royce Trent 1000, moyo wa kimya lakini wenye nguvu wa Dreamliner. Injini hizi ni za ufanisi na laini sana hivi kwamba ni rahisi kuchanganya safari ya ndege na upepo wa pole pole, badala ya safari ya kuvuka bara. Zinateleza angani zikipunguza kelele na kuhakikisha kwamba hata abiria wenye hisia nyeti zaidi wanaweza kupumzika. Na gurudumu la kutua, ni kamilifu kabisa. Fikiria kama kiatu cha hali ya juu cha ndege, imara, inayotegemewa na yenye mtindo na mifumo ya kisasa ya kuvunja na kutengenezwa kwa vifaa vyenye uzito mwepesi. Gurudumu hili la kutua linahakikisha kila kutua ni laini na kifahari. Mwisho, lakini si kitu cha kufutwa, mfumo wa taa unajitokeza. Dreamliner hawi tu kwa kutua, hufanya uingizaji wa ushindi kwa taa za LED za kisasa zaidi ambazo huongeza uonekano na kuinua usalama wakati wa shughuli za usiku. Ndege hii ni mfano wa uzuri wa kazi. Taa hizi sio tu kuelekeza njia, bali pia huongeza kivutio cha fahari na kugeuza ndege kuwa aina ya nyota yenye kuvuka anga la usiku. Mambo ya ndani na rasilimali za Boeing 787 Dreamliner ambayo ni mali ya Prince Salman ni ya kuvutia sana. Mara nyingi huitwa ikulu ya angani. Ndege hii imebuniwa kwa uangalifu
uangalifu ili kutoa kilele cha anasa, starehe na urahisi. Kila undani limefikiriwa ili kuunda mazingira yanayoakisi mtindo wa maisha ya kifahari na ladha bora ya mfalme. Wakati wa kuingia ndani ya ndege, ukuu wa ukumbi wa kuingia unashangaza mara moja. Sakafu zimefunikwa kwa marumaru iliyopigwa na kuta zimepambwa kwa maelezo ya dhahabu ya nyasi yenye uangalifu mkubwa. Taa za kioo hutundika kutoka kwa dari, zikitawanya mwanga wa kupendeza na wa kifahari katika mazingira yote. Makini kwa maelezo ni dhahiri katika kila kipengele cha muundo, kuanzia michoro iliyochorwa kwa mikono inayoonyesha picha za historia na utamaduni wa Saudia hadi samani za kipekee zinazunda mambo ya ndani. Eneo kuu la kukaa limeundwa kutoa burudani na starehe, na mikeka na viti vya kuenea vyenye starehe vilivyowekwa kuzunguka meza ya kati na kuunda nafasi bora ya mazungumzo na mwingiliano wa kijamii. Vifuniko vimefanywa kwa nguo bora zaidi kama hariri na velveti, na mito imejazwa kwa manyoya ya bata kutoa starehe ya kiwango cha juu. Sehemu ya burudani pia ina mfumo wa burudani wa kisasa, ikiwa ni pamoja na televisheni za skrini kubwa na mifumo ya sauti ya kuzunguka. Mfumo huu unawapa wageni fursa ya kufurahia filamu, muziki na vyombo vingine vya habari kwa kiwango cha juu kabisa, huku wakipata uzoefu wa sinema angani. Mojawapo ya vipengele vyake vya kuvutia zaidi vya Dreamliner ni suite kuu. Hifadhi hii ya faragha imeundwa kwa uangalifu ili kutoa kilele cha starehe na ustaarabu. Kitanda cha ukubwa mkubwa kimepambwa kwa shuka za hali ya juu kabisa, na mazingira yamepambwa kwa samani za kifahari na za kipekee. Kichwa cha kitanda kimefunikwa kwa ngozi ya hali ya juu, huku meza za kichwani zikiwa zimetengenezwa kwa mbao za hali ya juu na kufunikwa kwa mapambo ya maziwa ya ng'ombe. Bafu la faragha pia linaonyesha anasa, likiwa na bathtub kubwa ya kuzama, bafu ya kuingia ndani na eneo la kujipamba. Bidhaa za usafi wa mwili wa hali ya juu na taulo laini zinakamilisha uzoefu, kuhakikisha kwamba mfalme anaweza kupumzika na kufurahia starehe kamili. Mbali na suite kuu, Dreamliner pia inatoa suite nyingi za wageni, kila moja ikiwa imeundwa kutoa kiwango sawa cha anasa na ustawi. Suite hizi zina vitanda vya ukubwa wa kati, bafu za faragha na mifumo ya burudani. Mapambo katika kila suite ni ya kipekee kwa samani maalum na vitambaa vya hali ya juu ambavyo hunda mazingira ya kifahari na ya kufurahisha. Suite za wageni zinahakikisha kwamba familia na marafiki wa mfalme wanaweza kusafiri kwa kiwango sawa cha starehe na mtindo kama yeye. Eneo la kulia la Dreamliner ni jingine la kuvutia. Meza kubwa ya kulia rasmi inaweza kuchukua hadi wageni dwaj, na nafasi hiyo imepambwa kwa vyombo vya kauri vya hali ya juu, vikombe vya kiu na vyombo vya fedha. Meza hiyo imeandaliwa kwa vitambaa vya hali ya juu kabisa, na maua safi yanaongeza kipengele cha kifahari kwa mazingira. Jikoni la ndege limejaliwa kwa vifaa vya kisasa zaidi, hivyo kumruhusu mapishi aliye ndani kuandaa vyakula vya hali ya juu. Menu imebinafsishwa kulingana na vipendwa vya mfalme kwa kukipa kipaumbele vyakula vya kitamaduni vya Kisaudi pamoja na vyakula vya kimataifa. Uzoefu wa kula kwenye ndege ya Dreamliner unafanana na magahawa wa nyota 5 kwa huduma bora na vyakula vya hali ya juu. Kwa wale ambao wanahitaji kufanya biashara wakati wa safari, Dreamliner ina ofisi kamili. Eneo hili lina meza pana, viti vyenye starehe na teknolojia ya hali ya juu, ikiwa ni pamoja na interneti ya kasi ya juu na vifaa vya mikutano ya video. Ofisi imeundwa kutoa nafasi ya kimya na ya faragha, ambapo mfalme anaweza kufanya kazi bila vipingamizi. Mapambo ni ya kisasa na ya kiprofesheni kwa samani zilizobuniwa maalum na viwango vya hali ya juu na kunda mazingira ya kifahari. Ndege hiyo pia ina eneo la afya ambalo linajumuisha jumba la mazoezi na spa. Jumba la mazoezi lina vifaa mbalimbali vikiruhusu mfalme na wageni wake kudumisha afya wakati wa safari. Spa inatoa matibabu mbalimbali kama vile masaji, matibabu ya uso na tiba zingine, kuhakikisha kuwa wote walio kwenye ndege wanaweza kupumzika na kujipatia nguvu. Eneo la afya liliundwa kutoa mazingira ya utulivu na ya kupumzika kwa mwanga wa laini, muziki wa utulivu na samani za hali ya juu. Boeing 737 Dreamliner ya Mfalme Salman ni kazi ya kipekee ya ubunifu wa mambo ya ndani na anasa. Kila undani umeandaliwa kwa uangalifu ili kuunda nafasi ambayo ni pamoja na fahari na ya kukaribisha, kuanzia ukumbi wa kuingia mpaka
mpaka chumba cha kulala cha kifalme kupitia eneo la kulia na kituo cha afya. Kila kipengele cha ndege hiyo kinaakisi ladha bora ya mfalme. Ni kutarajia kuwa mrithi wa kiti cha enzi hawezi kuridhika na ndege cha chetu. Wakati huu amezidi matarajio na kununua Boeing 767. Kuingia ndani ya Boeing 767 ya Prince Salman utapelekwa kwenye ulimwengu ambapo anasa na uzuri hutawala kwa kiwango cha juu na kufanya uzoefu wa kuruka kuwa kitu kinachozidi kawaida. Hii si ndege tu, bali ni jumba halisi angani ambalo linawapa abiria wote hisia ya fahari na starehe isiyofanana. Kila undani wa mambo ya ndani unatangaza wewe sio tu unasafiri, bali unajikuta kwenye safari iliyofunikwa na raha kamili. Mara tu unapoingia, kinachovutia zaidi ni upana wa nafasi ya ndani. Kwa ukubwa wa futi za mraba wati 6 namna dari zinazofikia hadi futi 8 kwa urefu. Kuna nafasi ya kutosha kutembea, kunyusha au hata kufanya mazoea ya akrobatiki ikiwa msukumo utakuja. Ubunifu wa mambo ya ndani bila shaka ni kazi ya sanaa halisi. Fikiria kukanyaga mazulia laini sana hadi miguu yako inahisi kama inapumzika kwenye mawingu. Paneli za mbao za hali ya juu ambazo zina simulizi za misitu ya kale na viti vya ngozi vilivyo na anasa ambavyo vinaonekana kukukumbatia kwa mikono ya furaha. Uchaguzi wa rangi ni kama kielelezo cha urembo, kwa vivuli vya rangi zisizo na mkazo vilivyoongezewa kwa undani mkali wa dhahabu na fedha na kukusafirisha kwenye eneo la filamu ya James Bond. Na kisha kuna chumba kuu. Kukita chumba kingekuwa kama kuelezea Taj Mahal kama makazi ya kawaida. Hifadhi hii haina moja, bali ni vitanda viwili vya kawaida vilivyofunikwa kwa shuka laini sana hadi hata viongozi wa kifalme wangeweza kushanga. Zaidi ya hayo, mito laini na mablanketi ya juu yanahakikisha usingizi wako utakuwa mzuri kama wa mtoto anayelala juu ya pamba. Kuna pia eneo la kukaa lenye furaha na viti vya kukaa vyenye starehe ambavyo vinaweza kukufanya ufikirie tena chaguo za samani nyumbani kwako. Bafu kwa upande wake inainua dhana ya ustawi kwa kiwango kipya kabisa. Kwa upana na fahari hiyo inakufanya usahau kabisa kuwa uko kwenye ndege na badala yake unajifikiria kwenye spa ya hoteli ya nyota 5. Na kwa marbeli, bafu ya kawaida na uteuzi wa bidhaa za usafi wa hali ya juu, utajishawishi kujiburudisha kila wakati. Hata tani za kisasa na taulo na mavazi ya kuvaa ni laini sana kiasi kwamba utatamani kuishi huko milele. Chaguzi za burudani ni za kipekee na mfumo wa sauti wa kisasa zaidi unaohakikisha kila noti ya nyimbo unazopenda inasikika kikamilifu. Ndani, jiko limejaliwa kikamilifu, likiwa tayari kuandaa vyakula vya hali ya juu ambavyo vinaweza kushindana na magahawa wowote unaotuzwa na mwongozo wa Michelin. Eneo la kulia limepangwa kwa urembo na vinyago vya kifahari, vikombe vya kioo na mapambo ya meza ambayo hufanya kila mlo kuwa karamu ya kweli. Kwa ufupi, Boeing 767 ya mali ya Prince Salman sio ndege tu, bali ni kazi ya kipekee ya usafiri wa anga wa kisasa. Ni nafasi ambayo sio tu unasafiri, bali unajikita katika tajriba ya kipekee. Kuna zaidi ya kugundua katika safari ya anga ya Prince, na wakati huu kile kinachotukuzwa ni Gulfstream G450 yake. Unapoingia Gulfstream G450 ya Prince Salman, unaweza kuhisi haja ya kujinyakua ili kuhakikisha kuwa hujayota. Uzuri halisi wa ndani ya kabati iliundwa kwa mapangilio maalum, hufanya usahau kuwa uko kwenye ndege na sio kwenye jumba la kifalme ambalo kwa bahati mbaya lina mabawa. Makini kwa maelezo ni makini kiasi kwamba unaweza kujiuliza ikiwa kila kipengele kimeundwa na timu ya fundi waliojaliwa na anasa. Kabati ni kazi ya kisanii ya kweli, ikionyesha aina mbalimbali za mbao za kigeni ambazo zingependeza mpenzi wa wote wa asili. Vifaa hivi vya kifahari na vilivyosuguliwa huleta joto na urembo, huku mazingira yakiwa ya kuvutia na ya kipekee kama suite ya VIP kwenye nyumba ya mti ya nyota 5. Katika sehemu ya nyuma ya ndege utapata maeneo mawili ya sofa ambayo yanaweza kubadilishwa kuwa vyumba vya kulala. Ni kama sofa inayoweza kubadilika, inayoweza kuwa kimbilio la usingizi kwa sekunde chache tu. Vifaa vya kuegemea vilivyotengenezwa kwa ngozi ya hali ya juu sawa na ile inayotumika kwenye viti. Hivi sofa huhakikisha kuwa kila wakati wa kupumzika unajazwa
hewa na anasa ya hali ya juu. Zaidi ya hayo, sehemu za kuhifadhia zilizojumuishwa hutoa nafasi kubwa ya kuhifadhi vitu vyako binafsi au labda baadhi ya vitafunio vilivyohifadhiwa kwa ajili ya karamu ya siri kwa urefu wa futi 30. Sehemu ya abiria imebuniwa kwa uangalifu kuwa yenye mwanga na nafasi, yenye madirisha 12 makubwa yanayoruhusu kuingia kwa mwanga wa asili kwa wingi. Gulfstream inaelezea ndege hii kuwa ya kung'aa na yenye hewa nzuri, na ahadi hiyo inatimizwa kikamilifu. Ni kama kusogea ndani ya mwanga wa jua wenye mabawa. Madirisha makubwa hutoa maonyesho ya kuvutia ya anga na mandhari chini, na kunda mazingira ya uhuru na upana ambayo inaweza kuhimiza toleo la ghafla la I Believe I Can Fly. Mifumo ya hali ya hewa ya kisasa zaidi huhakikisha kuwa sehemu ya abiria inabaki kuwa na hali ya hewa nzuri katika hali yoyote, na taa za LED zinazoweza kurekebishwa kuunda mazingira bora, iwe kwa mkutano wa utendaji wakati wa safari au sherehe ya ghafla kwenye urefu. Na hatuwezi kusahau madirisha yaliyowashwa ambayo huhifadhi mambo ya ndani ya kupendeza hata kwenye urefu ambapo hakiwa penguins wangependa mavazi ya joto. Kwa muunganisho ni rahisi kwa Wi-Fi ya G450, ikiruhusu abiria kuvinjari, kutuma na kushiriki selfies zo kwenye ndege bila kukatizwa. Mfumo wa burudani kwenye ndege ni paradiso kwa wapenzi wa teknolojia, na Airshow 4000 na ramani yake ya kusonga, vifaa viwili vya DVD na CD, monitor za inchi 17 kwenye dashboard na monitor ya inchi 15 kwenye kabati. Ni kama kuwa na sinema binafsi ambayo kwa bahati mbaya inasogea kwa urefu wa futi 40,000. Sehemu ya mizigo ya futi za ujazo 300 inaweza kufikiwa wakati wa safari, ikitoa nafasi kubwa ya mizigo na vitu binafsi. Huduma hii ni muhimu hasa katika safari za muda mrefu, ikiruhusu abiria kufikia mali zao bila kusubiri kutua. Kwa hivyo, ikiwa utakumbuka ghafla kuwa umeacha soksi zako za bahati kwenye mizigo, unaweza kuzipata bila shida. Uwezo wa utendaji wa G450 pia ni wa kuvutia. Ndege hii inaendeshwa na injini mbili za Rolls-Royce Mk6 Sealed RC, kila moja ikiunda nguvu ya kusukuma ya paundi 750. Injini hizi zimeboreshwa na mifumo ya udhibiti wa kidijitali na kuimarishwa ili kutoa nguvu zaidi na ufanisi wa matumizi ya mafuta. Shukrani kwa hilo, G450 inafikia kimo cha juu cha safari ya baharini cha futi 4,000 na kasi ya juu ya knots 6 inayoweza kuvutia hata wasafiri wenye uzoefu zaidi. Injini za Rolls-Royce zinajulikana kwa kuegemea na uimara wakati unaopendekezwa wa masaa 12 kati ya ukaguzi. Hii inaruhusu injini kufanya kazi kwa muda mrefu bila hitaji ya matengenezo makubwa, na hivyo kupunguza gharama za uendeshaji na muda wa kusimama. Zaidi ya hayo, injini hizi zina vifaa vya kisasa vya kuzuia nguvu ya kusukuma ambavyo huhakikisha kusimamishwa kwa ufanisi zaidi na kuruhusu ndege kusimama kwa futi 3 za uwanja wa ndege pekee, bora kwa kutua kwa kasi. Utendaji wa G450 unaimarishwa zaidi na muundo wake wa kisasa wa aerodinamiki. Ndege hii inaweza kupaa kwa futi 6 pekee na ina kiwango cha juu cha kupaa cha futi 360 kwa dakika. Hii inaruhusu G450 kufikia kimo cha safari ya baharini haraka, na hivyo kupunguza muda wa safari na matumizi ya mafuta, iwe kwa safari za biashara au burudani. Gulfstream G450 inatoa mchanganyiko usiofanana wa anasa, teknolojia na utendaji, na kuibadilisha kila safari kuwa uzoefu wa kipekee. Gulfstream ni ya kipekee katika kategoria yake, lakini ndege hii inayokuja ni mwanariadha wa kweli wa anga. Hii ni Airbus A350-900. Airbus A350-900 hii inayomilikiwa na Mkuu Salman wa Saudi Arabia sio ndege tu, bali ni shujaa wa anga, akivuka kwa kasi ya Mach 0.9, takriban maili 6.7 kwa saa au kilomita 1 kwa saa. Inaweza kusafiri umbali mrefu kwa haraka au kwa wakati wa marathon ya filamu kwenye ndege. Ndege hii ni mwanariadha wa anga inayoweza kuruka hadi maili za kibaharia hata za 9 au kilomita tajida bila hitaji la kujaza mafuta tena. Bora kwa safari za umbali mrefu ambapo unaweza kuanza filamu huko Singapore na kumalizia huko New York. Ubunifu wa kisasa na wa kipeperushi wa A350-900 hupunguza msukosuko kama mwogeleaji wa Olimpiki anayetiririka majini. Mabawa yake yaliyojengwa
imejengwa kwa polima iliyoimarishwa na nyuzi za kaboni, ni nyepesi na ya kudumu zaidi kuliko vifaa vya kawaida. Wazia kama magari ya hali ya juu katika ulimwengu wa ndege. Injini za Trent XWB ni ishara ya ufanisi na nguvu, zikiwa na uwezo wa kusukuma kutoka paundi 75,000 hadi 7,000. Injini hizi ni kama wanariadha wa hali ya juu wanaochanganya nguvu na usahihi pamoja na uzuri wa makezaji wa densi. Mbali na kuwa zenye nguvu, ni kimya sana, shukrani kwa kiwango cha bypass kinachofanya zitoe sauti ya kuvutia badala ya kelele. Ndani ACPC-10 imeundwa kwa ajili ya faraja ya hali ya juu, ikiwa na ukubwa wa futi 3.5 mita lefu, upana na urefu wa takriban futi 7.9 mita simpiu. Ni kama chumba cha kulala cha kifahari kinachoruka, ambapo unaweza kunyusha na kufikiria kuwa uko katika hoteli ya kifahari, lakini kwa urefu wa futi 35. Kelele ndani ya ndege ni decibel 5.6 chini ya sauti ya maktaba iliyoja wasomaji waliokazwa. Ndege hii inatumia mfumo wa kisasa wa kudhibiti shinikizo, kudumisha urefu wa ndege kwa takriban futi 6.5 mita 2,000, jambo linalohakikisha abiria wanajisikia wameburudishwa kama mawa yaliyotunzwa vizuri. Kokiti ya A360 inaonekana kama kutoka kwenye makezo wa video wa baadaye. Ina mfumo wa udhibiti wa side stick kutoa nafasi ya kati ili marubani waweze kufanya mambo yao kwa ustadi. Ubao wa mbele mpana na madirisha makubwa yanatoa mtazamo wa panorama bora kwa kutazama mawingu au kucheza nani anajua kwa urefu wa mita 1000 kadhaa. Ndege hiyo pia ina skrini 6 za LCD za hali ya juu, kila moja ikiwa na inchi 5D zikiangazia taarifa mbalimbali za safari na data za mfumo. Ni kama kuwa na skrini kubwa 6 kwenye chumba chako, lakini badala ya kutazama mfululizo wako unayopenda, zinakufanyia kazi. Mfumo wa usimamizi wa safari ya ndege unachanganya kila kitu, kuanzia udhibiti wa mafuta hadi urambazaji, kuhakikisha safari salama. Mfumo wa fly-by-wire unatoa maagizo yanayosaidiwa na kompyuta na kufanya safari ya ndege iwe laini na yenye ufanisi zaidi. Fikiria kama msaidizi wa rubani wa akili bandia ambaye hajawahi kupoteza utulivu, hajawahi kufadhaika, na kwa hakika hajawahi kumwaga kahawa kwenye vidhibiti. Airbus A320-900 ambayo ni mali ya Prince Salman ni kazi ya kisanii ya teknolojia, ikichanganya uhandisi wa hali ya juu, utendaji bora na starehe kwa abiria. Kwa upeo wake wa kuvutia, ufanisi wa matumizi ya mafuta na vifaa vya kisasa zaidi, sio tu inajitokeza katika usafiri wa anga, bali pia inaonyesha kinachotokea wakati anasa na uvumbuzi zinapokutana na kuunda uzoefu wa safari ya ndege wa kipekee. Hiyo ndiyo yote tuliyokuandalia kwenye video hii. Ikiwa unataka kuendelea kuchunguza yaliyomo ya kuvutia kama hii, bofya kwenye kadi yoyote inayoonekana kwenye skrini yako.